Je, PID ni hatari kwa mjamzito? Jibu ni ndio. PID inaweza kuwa hatari sana kama haitatibiwa mapema, lakini kwa mjamzito pia PID inaweza kusababisha matatizo makubwa kwa mama na mtoto kwa wakati akiwa tumboni. Je, madhara ya PID kwa mjamzito ni yapi? Maumivu makali ya tumbo la chini, na hii ni dalili ya kwamba kuna maambukizi yasiyo ya kawaida ambayo ni maambukizi ya PID. Lakini pia kuna hatari ya mimba kutoka, miscarriage. PID inaweza kuongezeka na uwezekano wa kupoteza ujauzito wako usipoitibu kwa haraka. Lakini madhara ya tatu ni kujifungua kabla ya muda. Hii itakusababishia wewe ujifungue kabla ya mtoto kufikia umri wake wa kutoka. Lakini mtoto anaweza kuzaliwa kabla hajakomaa pia, kama nilivyofundisha. Lakini kuna maambukizi ya kuenea mwilini kabisa. Bakteria wanaweza kuenea na kusababisha matatizo zaidi kwenye mwili wako. Lakini kuna ugumu wa kushika mimba kama bado ulikuwa hujashika ujauzito, au baadaye PID inaweza kuharibu mirija ya uzazi. Hiyo ni PID wapendwa. Na mimba inaweza kutunga pia nje ya kizazi ukiwa na matatizo ya PID. Hii ni hali ambayo ni hatari sana kwa afya yako na kwa afya ya uzazi pia. Kuna madhara ya mtoto au madhara kwa mtoto ni yapi ukiwa na PID? Kitu cha kwanza ni kuzaliwa akiwa njiti. Tuelewane. Unaweza kujifungua mtoto anakuwa na uzito mdogo na afya dhaifu. Hiyo ni moja. Lakini kuna maambukizi baada ya kuzaliwa, mtoto anaweza kupata maambukizi kutoka kwa mama. Lakini madhara ya tatu ni ukuaji hafifu tumboni, kwamba virutubisho vinaweza visiwe vya kutosha kwa mtoto, na matatizo ya kupumua baada ya kuzaliwa kwa mtoto. Ni nini dalili za PID? Kuna maumivu ya chini ya kitovu au ya tumbo la chini, kuna homa, kuna kutoka uchafu usio wa kawaida ukeni. Lakini pia kuna maumivu wakati wa tendo la ndoa, maumivu wakati wa kukojoa. Lakini pia kuna yale maumivu au uchafu ambao unatoka ukiwa unatoa harufu mbaya. Ukiona dalili hizi ni muhimu kuchukua hatua, na kuna namba ambayo tumeweka hapo chini. Usisahau kutupigia ili tuweze kupatia ushauri, lakini pia kukupatia tiba. Tunazo nzuri sana na za asili ambazo zitakusaidia sana kumaliza changamoto ya PID. Suluhisho na namna ya kujikinga ni kupata matibabu mapema sana na kwa haraka zaidi. Tupigie simu, tutakusaidia kumaliza changamoto kama nilivyowaambia hapo awali. Tunaweza kusaidia. Lakini fuata maelekezo ambayo nitakuwa nimekupa ili uweze kutibu changamoto hiyo mapema. Lakini epuka kujitibu bila ushauri wetu. Ni nzuri zaidi upate ushauri wa daktari kabla hujatumia dawa ya aina yoyote. Pima afya yako mara kwa mara, lakini pia tumia kinga wakati wa tendo la ndoa, na itakusaidia sana kuzuia maambukizi yasiyo ya lazima. Hakikisha mwenza wako anapima ili kutibiwa naye pia kwa haraka. Hudhuria kliniki ya wajawazito pale ambako utakuwa umejijua kwamba tayari una maambukizi hayo au tayari una ujauzito. Pima kwa haraka zaidi, lakini mara kwa mara pia. Kwa kifupi ni kwamba PID ni hali inayoweza kutibika kwa haraka zaidi, lakini pia ni hatari kwa wewe mjamzito na kwa mtoto kama hautaitibu mapema kabisa. Pata matibabu ambayo ni sahihi kulingana na changamoto uko nayo. Afya yako ni muhimu sana. Chukua hatua haraka na mapema. Kama umejifunza kitu, usisahau kusubscribe, lakini pia kulike na kushare kwa wanawake wengine au familia zingine ili wapate tiba na kujitibu kwa haraka.